Lakini Said Omar bin Abdullah au kwa jina jingine Mwinyi Baraka anafungamana na mimi na familia yangu. Mzee wangu mimi na yeye walikuwa ni marafiki, na urafiki wao unawachukua katika safari tofauti, zinawachukua, labda mtakuja kusikia leo kwa mara ya kwanza, zinawachukua safari kwamba wamesomeshwa na mwalimu mmoja maarufu akijulikana kwa jina la H.L. Hollingsworth. Wakaenda Makerere pamoja, chuo cha Makerere, nitaeleza kwa kifupi, na wakaenda kusoma Uingereza pamoja, lakini kwa sehemu tofauti. Ikisha yakawakuta kama waliowakuta maulama wakubwa katika Uislamu, kina Ibn Taymiyyah, kina Abu Hanifa na wengineo, wakafungwa. Nafikiri hili halisemwi kwamba Said Omar bin Abdullah alifungwa, na alifungwa hakijulikani kisa alichofungiwa, na akakaa sehemu ya jela. Baada ya kutolewa, wakaambiwa kwamba ilikuwa ni fitna ilipelekwa, kwamba anataka kupindua serikali. Mwinyi Baraka alikwenda kusoma kwa Sharifu Abudu akiwa ni mdogo kabisa kwa kiumri, na alipofika huyu mwalimu wake ambaye ndio alomchukua mpaka akafika kwenda katika tarika hii ya Qadiri, lakini ye mwenyewe Mwinyi akipenda kusema mimi niko Qadiri, mimi niko Shadhili, mimi niko kila tarika, na tusishindane katika tarika. Kama ametumia neno hili, ameazungumza haya Masjid Badawi, kwamba tusishindane katika hizi tarika kama vilabu vya mpira. Haya ni maneno yake makubwa sana. Anasema kila tarika yote azma yake kufikia pahala pamoja. Kwa hivyo huyu mwalimu wake alianza kumuona yuko mdogo kabisa kwamba ana uwezo mkubwa wa kufahamu. Kwa hivyo ilikuwa yuko chuoni. Sisi zamani tunaenda chuoni katika umri mdogo kabisa, umri wa miaka 5, miaka 6 tayari unakwenda chuoni. Basi alifika chuoni akawa yeye anasoma sio na wale wenzake, lakini anasoma na wale watoto wakubwa miaka 10 kwenda juu, na akamsomesha kila kitu alichomsomesha. Akaja kugundua, ndio mtu wa kwanza kugundua juu ya uwezo wa mtu huyu, kwamba kuna kitu kwa Kiingereza kinaitwa photographic memory, yaani unatizama, unasoma, basi imeshakaa. Na aligundua kwamba alikuwa na uwezo huo, akitizama tu yeye akikaa, yeye kishafahamu. Na watu wenye uwezo huu wako wengi wametajwa. Katika hao waliotajwa ni Imam Bukhari. Imam Bukhari anaelezwa alikuwa na uwezo huo, Imam Shafi vile vile, Abu Huraira vile vile, Bibi Aisha, Ibn Abbas. Na katika nyakati hizi tunaoishi katika Uislamu, kuna daktari wa binadamu lakini hajaifanyia kazi ya udaktari wa binadamu, anaitwa Dr. Zakir Naik, naye hivyo hivyo akili yake ni hiyo hiyo, na utamuona kwamba mara anakwambia nenda katika aya fulani, sura fulani, atakuelezea. Nenda katika Biblia, zile Biblia tofauti, kwa huo uwezo alikuwa nao. Alikuwako rais wa Marekani anaitwa Theodore Roosevelt. Huyu naye alikuwa na uwezo huo, na uwezo wake huo alikuwa akisoma vitabu 3 kwa siku, vitabu mbalimbali. Leo kasoma vitabu, kesho kasoma kitabu, kesho kuto kasoma kitabu. Ikisha vile vitabu anaweza kuvielezea. Kwa hivyo hii Mwenyezi Mungu anajalia watu kama haya. Na kuna mmoja katika utafiti wake, hatujui kama una ithibati au una ithibati, anasema katika mwaka mmoja dunia nzima wenye akili kama hii photographic memory anakuwa mtu mmoja tu. Mwenyewe kaeleza. Kwa hivyo Said Omar akaenda primary school kusoma,
Aliposoma primary school alikuwa anaongoza tu. Baada ya hapo ikawa kwenda katika chuo cha Makerere College. Yeye, Sheikh Ali Khamis, Sheikh Ali Musin Barwani na wengine ndio walikuwa wanafunzi wa mwanzo kwenda Makerere. Hapa tunaye Profesa Saleh Idrisa, naye ni katika wahitimu wa chuo hicho cha Makerere. Akaenda Makerere. Alipokwenda Makerere, somo lake kubwa lilikuwa ni somo la viumbe, biology. Yeye ndo lilikuwa somo lake ahyai. Na alipomaliza kutoka kule Makerere, aliporudi Zanzibar, ndio alikuwa mtu wa kwanza kusomesha somo hilo la biology katika skuli za secondary Unguja, na alisomesha Dole na alisomesha chuo cha walimu. Kwa hiyo yeye ndio alikuwa mtu wa mwanzo baada ya wale wazungu kuondoka wakoloni kulisomesha somo hilo. Alipokuwa kule Makerere kule na wanafunzi mbalimbali, huyu rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere, sasa hivi kuna picha inazunguka sana, yeye kakaa na majuba yake, kakaa hivi, wako airport, na Mwalimu ndio alikuwa akae mkao ule, lakini Mwalimu alikuwa amekaa mkao wa tawadhi, anamsikiliza naye huku anacheka. Alikutana na Mwalimu Nyerere, alikutana na huyu Fundikira. Hawa ni watu prominent, wanajulikana, na akaanzisha kama study circle ya wanafunzi wa Kiislamu waliokuwepo pale Makerere. Akasoma pale, ndo akarudi akasomesha. Sasa kuna maelezo marefu sana, lakini sijui muda gani nimepewa. Jua kwamba nimeshtukiwa, lakini naweza nikasema kidogo. Kulikuweko na chuo cha Kiislamu hapa Zanzibar kikiitwa Muslim Academy, na ndo mwendelezo wa chuo hichi. Alikuwa chuo hichi azma yake kusomesha watoto wa Kiislamu hapa kama mahadi nyingine, ikisha uende kusoma nje. Ikawa kwamba nani ende baadaye, kwanza tumtafute mwalimu kutoka nje aje hapa kusomesha, halafu tupate mwalimu wetu sisi mwenyewe kwa mwalimu mkuu. Kwa hivyo ilikuwa ni safari refu kupata ambaye ataweza kuja kusomesha hapa, na akapatikana shekhe kutoka Masri akijulikana kwa jina la Sheikh Muhammad Dahani. Sheikh Muhammad Dahani ndo mwaka 58 ndo akaja hapa akasomesha. Ikisha ikawa wamependekezwa wengi wa kusomesha, lakini bahati ikaja ikamwangukia yeye, na yeye ndo vile vile akaja akawa mwalimu mkuu wa mwanzo wa chuo cha Muslim Academy, akiwa ni mtu wa hapa hapa. Nimesema kwamba ana ile kitu inaitwa photographic memory, na hii alidhihirisha alipokwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, akatakiwa azungumze. Na wanafunzi mara nyingi wanakuwa wanapenda kudharau mtu, hasa sisi Waislamu kwa vivazi tunavyovaa, koti, kanzu. Basi yeye kavaa juba lile, akatakiwa akazungumze na chuo kikuu cha pale Dar es Salaam. Aliposimama, ulipotolewa uwanja wa kuuliza maswala, hii dharau nitaeleza mara mbili. Mwanafunzi ulipofika hivyo hajataka hata kuona kwamba walimu wake kwanza wakazungumza. Akanyanyua mkono, akamuuliza, nataka unifahamishe hili neno ambalo mwenye nadharia ya kikomunisti ajulikanaye kwa jina la Karl Marx asemaye kwamba religion is the opium of the mass, kwamba dini ni kasumba tu kwa watu, hamna chote. Mwenye